fedha wa kijamii wa Kiislamu kwa maana ya Islamic Social Finance na mustakabali wa wakfu Tanzania. Na kama ambavyo tumefahamishwa, tutakuwa na wawasilishaji wetu wawili na tutakuwa na discussant wetu mmoja, lakini niseme kwa mada hii matarajio yetu ni kwamba tuweze sisi kama washiriki kupata uelewa wa kina kuhusiana na historia, nafasi na umuhimu wa wakfu katika jamii yetu ya Kiislamu. Lakini pili, tutapata wasaa kutokana na wasilisho tutakayofanya hapa na wawezeshaji wetu wawili kuweza kupata kujua maendeleo ya wakfu Tanzania na jinsi ya kuimarisha sekta hii katika miaka ijayo, na tutakuwa na muda wa kujadili kwa pamoja namna ya kufikia hili. Lakini pia tutapata kujifunza kutoka mifano ya kimataifa ili kuimarisha usimamizi wa wakfu wa maendeleo ya jamii yetu ya Kiislamu. Na bila kupoteza wasaa sana, kama ambavyo tumefahamishwa, tunao wawasilishaji wetu. Mwasilishaji wetu wa kwanza atakuwa ni Al-Fadhila Sheikh Twaha Suleiman Bane. Huyu ni mzaliwa wa Mkuranga, Pwani. Sheikh Twaha Bane ana shahada ya uzamili au masters kutoka Islamic University of Minnesota, Marekani. Lakini pia ana degree ya kwanza ya sharia ambayo alipata Madina. Sheikh Bane anafahamika sana kwa kufanya kazi za dawa hapa nchini, ikiwa ni pamoja na kufundisha katika taasisi mbalimbali ikijumuisha Al-Haramain, lakini pia anazo darasa mbalimbali anazoziendesha zaidi ya miaka 28, na katika hizi darasa mbili nitazitaja ambazo zina zaidi ya miaka 28. Ana darasa moja kule nyumbani kwao alikozaliwa Mbezi, Kuranga, katika msikiti mkuu. Lakini pia ana darasa nyingine ambayo inaendeshwa katika Masjid Ismail iliyoko Mbagala. Lakini pia kwa sasa Sheikh Twaha Bane ni mhadhiri katika chuo cha Al-Baraka. Tuna mwasilishaji wetu wa pili atakuwa ni Dr. Kasim Hussein. Huyu Dr. Kasim Hussein ana PhD katika masuala ya banking ambaye alipata katika University of Wales, Bangor, kati ya mwaka 2006 mpaka 2009. Ana masters au MBA in finance ambaye alipata Oklahoma City University kati ya mwaka 1985 mpaka mwaka 1987. Lakini pia ana Bachelor of Arts aliyopata chuo kikuu cha Dar es Salaam kati ya mwaka 1977 mpaka mwaka 1980. Dr. Kasim amekuwa ni mhadhiri katika chuo cha usimamizi wa fedha kwa maana IFM, na alishakuwa kuwa Dean of Faculty of Economics and Management Sciences katika chuo cha IFM. Lakini pia ameweza kupokea katika kutoa ushauri katika maeneo mbalimbali, hususani yanayohusiana na uchumi, usimamizi wa kodi kwa maana tax management, utawala katika masuala utawala wa sayansi katika masuala ya kifedha. Na mwisho, kama ambavyo nimesema, tutakuwa na discussant wetu baada ya wawasilishaji wetu kuwasilisha mada yetu ambayo tutakuwa na Mr. Salman Awad ambaye ni CEO wa Sheuka, lakini huyu
Huyu pia ni Chartered International Investment Analyst na ni certified on Islamic Finance and Banking. Anahusika sana na masuala ya ushauri katika uwekezaji katika benki mbalimbali zinazofuata miamala ya Kiislamu kwa zaidi ya miaka 10. Ameshiriki katika portfolio yake, ameshiriki katika kushauri uwekezaji wa zaidi ya dola milioni